Mwalimu Julius Nyerere alitoa wapi ile fimbo inayoaminika kuwa ilikuwa na miujiza ya kufanya mambo makubwa? Tena inasemekana Nyerere alitembea nayo kila endapo. Na kwa nini Dodoma imebeba zamana ya kuwa makao makuu ya nchi, ili hali wapo wanaosema kuwa kama utachora ramani au mstari kutafuta makao makuu ya nchi, basi ingekuwa Singida na sio Dodoma. Inaaminika pia wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma ndipo ilipo hatimu ya urais wa nchi ya Msumbiji. Hili linawezekanaje? Yote haya yamebeba historia ya mtemi mmoja kutoka Dodoma. Karibu tuangazie maisha ya mtemi Mazengo wa Wagogo na fimbo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyu ndiye mtemi aliyetumia busara zaidi kusuluhisha watu na sio kuhukumu. Alitumia maneno kusuluhisha watu waliotofautiana na suluhu ikapatikana. Langu jina naitwa Wilson John. Inaaminika kuwa mtemi Mazengo wa Dodoma ni moja kati ya watemi ambao wameishi kwa muda mrefu. Yeye pamoja na mtemi Msoma Kanijo kutoka Karitu wilaya ya Nzega. Msoma Kanijo kwa sasa ni marehemu, alifariki mnamo mwaka 1963. Inaaminika ni moja ya chifu aliyetawala miaka mingi kuliko watawala wengi nchini Tanzania. Pia ameingia katika historia ya Afrika na duniani kwa kuwa mtawala aliyetawala miaka mingi zaidi. Mtemi Msoma Kanijo alitawala miaka 98, alifariki akiwa na umri wa miaka 106. Pia ameingia katika historia ya watawala waliotawala akiwa na umri mdogo zaidi duniani. Mtemi Msoma inaaminika alianza kutawala miaka 1864. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 8. Mtemi Nyanda Nulo Katemi Kayanda kwa lugha ya Kisukuma, wakimaanisha mtemi kijana au kakijana. Hata mtemi Mazengo naye ambaye aliishi miaka 106 alikuwa na makazi yake katika kijiji cha Mvumi Makulu, kilomita 50 kutoka Dodoma mjini upande wa kusini. Alifariki dunia Januari 17 mwaka 1967. Inasadikika na kuaminika kuwa mtemi Mazengo ndiye aliyempa hifadhi Mtwa Mkwawa wakati Mkwawa akiwa bado mdogo sana kupewa madaraka, na kwa vile tayari Mwabubange alikuwa ameupindua utawala wa Muhariki, Wahehe wakahisi Mtwa Mkwawa angeweza kuuawa kwa sababu ndiye mtoto mkubwa wa Mnyigumba na ndiye hasa aliyetarajiwa kutawala. Hivyo ilibidi wamkimbize kwenda kumficha Dodoma kwa mtemi Mazengo. Hii ndiyo sababu Wagogo wanawaita Wahehe wajomba zao na wanaheshimiana mno. Mtemi Mazengo pia inaaminika ndiye aliyempa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ile fimbo ambayo inaaminika ilikuwa na miujiza mingi. Bahati mbaya sana, historia ya maisha ya mtemi Mazengo inazungumza kwa ufupi sana, zaidi ikijikita katika mambo aliyoyafanya. Inaaminika huyu ndio chanzo cha Mwalimu Julius Nyerere kupapenda Dodoma kiasi cha kupapatia hadhi ya makao makuu ya Tanzania, japo wabobezi wa mambo wanasema ukifika Singida ukiwa unakimaliza kilima kinachoitwa Kilimatinde, kuna sehemu inaitwa Sukumahela. Wazee waliniambia hapo Sukumahela ndio katikati ya Tanzania. Yaani kama ukisema uchole mstari katikati ya Tanzania, basi mstari huo ungekuwa Sukumahela Singida na sio Dodoma. Wanadai Sukumahela kuna jiwe moja kubwa sana ambalo juu yake imechomekwa kijiti kikubwa. Wenyeji husema kijiti kile kiliwekwa na Wajerumani pale kama alama ya kuonesha kuwa pale ndio katikati ya Tanzania enzi za Jerumani East Africa. Sasa nina maswali machache. Tunaambiwa makao makuu ya Tanzania ni Dodoma, kwa nini na isiwe Singida ambapo ni katikati ya nchi? Kama waliamua kupafanya makao makuu yawe Dodoma, walikuwa na sababu zipi ukiondoa Dodoma kuwa katikati ya Tanzania? Nani alishauri makao makuu ya nchi yawe Dodoma na sio Singida? Ni kweli katikati ya Tanzania ni Singida? Kwa nini serikali isihamie Singida na inaamua kuhamia Dodoma? Historia ya neno Ikulu ilianza kusikika miaka kadhaa iliyopita tangu nikiwa nasoma shule ya msingi na sekondari. Inasemekana pale Dodoma kulikuwa kuna mji unaoitwa Mvumi Makulu. Nadhani ndio kwao na waziri mkuu na makamu wa rais wa kwanza mstaafu wa Tanzania, John Marekela. Huo mji ulikuwa ndio makao makuu ya mtemi wa Dodoma, mtemi Mazengo, na makao makuu ya mtemi kwa kabila la Wagogo yaliitwa Makulu. Kwa kuwa makao ya watemi wa Wagogo wote yalikuwa ndani ya mji au kijiji cha Mvumi, basi eneo hilo likajulikana kwa jina maarufu la Mvumi Makulu. Hadi leo panajulikana hivyo kama Mvumi Makulu.
Ilikuwaje Makulu makao makuu ya Mtemi Mazengo hadi Ikulu makao makuu ya nchi ya Tanzania? Wenyeji mkoa Dodoma ambao ni Wagogo wanasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa kwenye harakati za kupata kuungwa mkono na watemi ama machifu wa makabila yote ya Tanganyika katika harakati za kudai uhuru kutoka kwa wakoloni, alipofika Dodoma alipokelewa na Mtemi Mazengo huko Makulu kwake Mvumi. Baada ya mazungumzo yao, Mtemi alikubali na kuunga mkono wazo la Mwalimu Nyerere na kaahidi kumpa ushirikiano wa kila aina, mali na ulinzi wa kimila. Mtemi akatoa baraka zake zote za kumfanyia tambiko huko makao makuu Makulu ya Mtemi. Baadaye Mtemi akatoa ombi kwa Mwalimu atakafanikisha wazo lake la kuwaunganisha watemi na machifu wote kuwa na utawala mmoja na mamlaka moja, basi makao makuu ya utawala mpya yaitwe Makulu. Mwalimu aliahidi atatekeleza. Basi Wagogo wanasema Mazengo akatoa na fimbo yake ya utawala akampa Mwalimu Nyerere, ikiwa ni ishara ya kumkabidhi mamlaka ya utawala. Wagogo husema ndio kale kafimbo ambako Mwalimu alikuwa kikaweka kwa pani kwake na kutembea nacho. Wanadai hako kafimbo kalikuwa na nguvu za kijadi na vimbwanga vyake. Baada ya kupata uhuru, Mwalimu alitimiza ahadi ya kuyaita makao makuu ya watawala wa nchi yaitwe Ikulu. Hadi leo hii ndio maana tunaita Ikulu. Turudi katika historia ya Mtemi Mazengo, kiongozi mwenye busara nyingi. Historia ya Mtemi Mazengo la Mazengo Chakura si geni masikioni mwa watu, hasa wale wa kanda ya kati. Mtemi Mazengo ni jina la mtemi wa Wagogo, moja ya makabila ya wenyeji wa mkoa wa Dodoma uliokuwa katikati mwa Tanzania. Mtemi Mazengo au Daudi Solomon Chakula kama alivyojulikana katika siku za mwisho za uhai wake baada ya kubatizwa, ameacha historia ndefu iliyojulikana kutokana na ukweli kuwa katika utawala wake hakufikiri kupata haki kwa mapigano, na badala yake alipenda haki ipatikane kwa njia ya mazungumzo. Afrika inahitaji viongozi wa namna hii. Busara na hekima zingetumika kuliko kumwaga damu kama inavyotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani. Hakika Mtemi Mazengo angekuwepo hadi leo, au viongozi wangefuata matakwa ya Mtemi Mazengo, Afrika ingekuwa salama sana. Historia inaonyesha kuwa Mtemi Mazengo alitumia muda mwingi kusuluhisha migogoro kabla ya kutumia nafasi yake kutoa hukumu kali ambayo hata aliyehukumiwa alilizika. Aliongoza vyema jamii ya Wagogo na kuunganisha utawala wa watemi wane, akiwemo Bilingi ambaye alikuwa mtemi katika eneo la kati la Dodoma mjini. Huyu ndiye aliyekuwa akistahili kuwa kiongozi wa watemi wenzake, lakini alikubali kutoa madaraka hayo kwa Mazengo kutokana na busara zake. Mnyonge ni mnyonge na mwenye nguvu ni mwenye nguvu. Kuachia madaraka kwa viongozi wa Afrika kisa mtu fulani eti yeye anafaa zaidi, mwenye kisu kikali ndio amekula nyama bwana. Jambo kubwa ambalo limekuwa likisifiwa na wazee wa Mvumi ni jinsi alivyotumia madaraka na mali zake kuwasomesha watoto wa maskini kiasi cha kuwasahau watoto wake ambao kwa wakati huo wakubwa walikuwa ni wasichana. Fadhila mfadhili mbuzi, binadamu atakuuzi bwana. Bora mbuzi ukichokota nyama. Leo hii familia ya mtemi huyo ni maskini ya kutupwa, japo yeye alijitoa kwa hali na mali kusaidia. Baada ya kuwasomesha wakatoa sadaka na shuhuda pasipo kurudisha fadhila kwa familia ya kiongozi huyo. Mmoja kati ya watoto watano wa mtemi huyo ambaye anaishi kwenye nyumba aliyoiacha baba yake, Edina Mazengo, anasema hakuna mtu anayejali familia ya kiongozi huyo tangu siku walipomzika baba yao, licha ya kuwa wapo waliosomeshwa na wengine kuachiwa maagizo mbalimbali juu ya familia hiyo. Edina mwenye umri wa miaka 56 anasema hakutegemea hata siku moja kwamba wangeweza kuachwa kama watu wasokuwa na kwao, kutokana na ukweli kuwa baba yao aliwasaidia watu wengi ambao baadhi yao walifika kuwa viongozi wakubwa wa nchi. Anasema kuwa hata kauli ya baba yao ya kuifanya Mvumi Makulu kuwa ni sehemu muhimu katika historia haipo tena, na kwamba wale aliowasaidia waliamua kuhamisha na umuhimu huo katika kijiji cha Mvumi Mission. Na nukuu alivyosema Edina,
Sisi tulibaki hivi kama unavyotuona. Ni moja ya familia ambayo ni maskini tena wa kutupwa. Hatuna hata mtu mmoja ambaye anajua kuwa sisi tulikuwa ni watoto wa mtemi ambaye aliwasaidia na kuondoa katika umaskini. Tunaachwa bila ya kuwa na mbele wala nyuma, anasema Dina na kuongeza, kama ilivyo kwa watemi wengine, baba alibahatika kuwa wanawake 4. Kati ya hao 3 ndiyo aloishi nao kipindi chake, na alibahatika kuzaa nao watoto kadhaa, na huyo mmoja aliachana muda mfupi baada ya kumuoa na wakuzaa naye mtoto. Anasema hadi sasa ni watoto 7 wa marehemu Mazengo ambao wapo hai, wanawake 5 na wanaume 2. Kati ya watoto hao wote ni mmoja tu, Joyce Mazengo, aliye na ajira, anafundisha shule ya msingi Mvumi Makuru. Wengine ni wakulima wadogo ambao kipato chao anasema ni cha chini mno. Anatamani kwamba familia yao ingekuwa kama ile ya Mkwawa wa Ilinga, lakini wote waliachwa bila ya kusoma, akisema kuwa hata mmoja ambaye alibahatika kuishia darasa la 8 Mesha, naye ameshia kuwa mtu wa mitaani. Mbali na kuwa baba yao alifariki wakati akiwa na umri wa miaka 13, Edina anasema alibahatika kuwa karibu naye kwa muda mwingi na kusikiliza mambo mengi ambayo alikuwa akieleza wengi, pamoja na kusisitiza namna alivyotaka watu waishi. Moja ya mambo ambayo anayakumbuka kutoka kwake ni kusisitiza swala la amani na upendo kati ya jamii, pamoja na kuwaasi wanafamilia kukaa katika hali ya upendo na amani wakati wote. Haya ndiyo maisha bwana, tenda wema nenda zako. Wahenga nao waliliona hilo. Mara baada ya uhuru, mtemi huyo alikuwa mmoja wa wazee 2 waliomuweka Mwalimu Nyerere katika kigoda kuashiria kubariki utawala wake kwa kufuata mila na desturi za Mwafrika. Pamoja na yote hayo, hata mambo ya msingi ya kumbukumbu ya kiongozi huyo, akitolea mfano boma ambalo Mtemi Mazengo alikuwa akilitumia kutolea hukumu, ambapo serikali iliahidi italikarabati bila kutekeleza. Vingine vilivyotelekezwa kwa kukosa hifadhi mwafaka ni baskeli ya Mtemi aliyokuwa akitumia pamoja na kiti alichokuwa akikalia wakati wa kutoa hukumu zake. Lakini je, kweli makumbusho ni taasisi isiyokuwa na faida na ya kudumu katika huduma ya jamii ambayo utafiti, kukusanya, kuhifadhi, urithi unaonekana na usioonekana, kupatikana na kujumuisha makumbusho, kukuza utofauti na uendelevu? Au wasomi wetu hawaoni fursa katika hili? Kwani Mwalimu Julius Nyerere alimaanisha nini aliposema kuwa njia pekee ya kuwapa maskini pesa ni kuandalia watoto wao elimu bora? Wasukuma husema masara kulanga, akili ya kushikizwa.